Friday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai mpo salama mahali popote mnaendelea kunitazama. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, hatimaye mswada wa fedha wa mwaka wa 2026-2027 hapo jana uliweza kupitishwa kule kwenye bunge la kitaifa, na ni wabunge 122 peke yake ndio waliweza kuvote yes ama kuvote kukubaliana na hii finance bill ya mwaka huu. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na ni nani ambaye alikubali ama ni nani ambaye alikataa, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, hapo jana mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 ulikuwa unapitishwa kule kwenye bunge la kitaifa, na cha kustajabisha watazamaji wangu, zaidi ya nusu ya wabunge wote hapa nchini Kenya hawakuweza kufika na kushiriki kwenye voting ya finance bill. Kwani walikuwa wapi? Kwa sababu kulingana na idadi ambayo tunaipata kutoka kwenye bunge la kitaifa, ni wabunge tu 162 ndio waliweza kushiriki kwenye hiyo finance bill, na katika hao 162 122 ndio waliweza kushiriki na kusema kwamba wamekubaliana na hiyo finance bill, alafu 40 ndio waliweza kupinga hiyo finance bill. 187 hawakuweko kule kwenye bunge la kitaifa kushiriki kwenye hiyo finance bill. Nataka nikusomee tu kwa haraka mtazamaji wangu ni kina nani ambao waliupinga, kwa sababu list yao ndio fupi, na sasa ukipata hiyo idadi ya walioupinga huo mswada wa fedha, sasa ndio utaweza kujijazia ni kina nani ambao waliweza kukubali. Lakini kwa kweli watazamaji wangu, wabunge jana hawakuwepo. Sijui ni kwa nini waliogopa kwenda kushiriki kwenye hiyo finance bill. Kutoka kwenye upande wa opposition ama wale ambao walipinga hiyo finance bill, mmoja wao ni Chege Juguna kutoka Kandara, kuna Honorable Stephen Mule Matungulu, kuna Zambia kutoka Kilome, kuna Kimilu kutoka Kaiti, kuna Robert Mbui kutoka Kadhiani, kuna Gogoyo Kajiado North, Wandeto Tetu, kuna Jane Kihara Naivasha, kuna Honorable Kivasu Mbooni, kuna Mwashako Wondanyi, Edith Kitui West, Nzengu Mwingi North, Kasalu Kitui Women Representative, Honorable Mwalika Kitui Rural, kuna Mawadhe Embakasi South, kuna Makali Kitui South, Kiamba Makueni, Kamene Machakos Women Rep, Mwafrika Roysambu, kuna Makau Mavoko, Mulyongi Mwingi Central, kuna Honorable Mwago Starehe, kuna Mwenje Embakasi East, kuna Mukunji Manyata, Honorable Njeri Maina Kirinyaga Women Rep, kuna Honorable Mohamed kutoka kule Nyali Mombasa, kuna Honorable Yusuf, kuna Honorable Wakili Edward Gatanga, kuna Honorable Ndindi Nyoro Kiharu MP, kuna Honorable Munyoro Kigumo, Honorable Gakuya Embakasi North, kuna Honorable Major Dong Embakasi Central, Babu Owino Embakasi East, Honorable Oundo Funyula, Honorable Gisairo, Honorable Wamboka Bumula, Honorable Barongo Kibagendi, Caleb Amisi ambaye ni Wasaboti, na Karoli Amondi Suba North. Kwa hivyo watazamaji wangu, katika hayo majina yote, natumai kama mbunge wako hayuko kwenye hiyo list ya waliokataa hiyo finance bill, inamaanisha kwamba aliweza kushiriki kwa kuikubali ama hakuweza kufika kule kwenye bunge la kitaifa na kukubaliana ama kupinga huo mswada wa fedha. Lakini hata kama hawakuweza kufika, tayari sasa huo mswada umeweza kupitishwa, na sasa lililobaki ni kupelekwa moja kwa moja mpaka kule kwenye ikulu ya William Samoei Ruto ili rais akaweze kutia saini na kukubali mswada wa fedha wa mwaka wa 2026-2027. Kuna swali moja ambalo Wakenya wamekuwa wakijiuliza baada ya hiyo finance bill kufanyika hapo jana, kwa sababu ukiangalia ile idadi ya wabunge ambao tuko nao hapa nchini Kenya ni 349,
lakini ni 162 ndio waliweza kufika kwenye bunge la kitaifa. Sasa wananchi wanajiuliza kuna haja gani ya kuwa na hawa wabunge 349 ambao hawawezi wakashiriki kwenye mambo ya muhimu kama ya finance bill ya mwaka wa 2026-2027. Kuna haja kweli? Kwa mtazamaji wangu, sijui kuna maoni gani kuhusiana na finance bill na vile ambavyo wabunge waliweza kushiriki kukubali ama kupinga. Kwa kweli kama kuna wabunge ambao wamesimama na wananchi ni hao wabunge 40. Hawa kweli wanasikiza ground, hawa wako pamoja na wananchi. Na hawa ambao wamekataa finance bill, watazamaji wangu, pale mwaka wa 2027 wao hata wakiingia kwenye kampeni zao wako na uwezekano mkubwa wa kushinda kuliko wenzao ambao hawajashiriki na pia wale ambao wamekubali huo mswada wa fedha. Wengi huenda wameogopa kwa sababu ya uchaguzi ujao mwaka wa 2027 wasije wakaendelea kuchafua sifa zao pale ground kwa kukubali mswada wa fedha. Lakini yote tisa ni kwamba tunajua wasaliti, tunajua wale ambao hawajakuwa wakisimama na wananchi na wale ambao wamekuwa kimya wakati wananchi wanadhulumiwa, wanateswa ama kunyanyaswa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Sikiza baadhi ya maoni ya watazamaji wangu kutoka kwa wananchi baada ya kupitishwa kwa hiyo finance bill. Je, tuikubali ama tuikatae? Wewe kuna maoni gani mtazamaji wangu? Wewe unaikubali ama unaikataa? Hebu sikiza ground vile ambavyo inasema. Lakini nakumbusha tena, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BMT Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. I want to call on a total rejection of the finance bill. The finance bill is hoping to levy taxes of another 120 billion shillings from us. We cannot afford it. This is money that is not going to help us. The budget is not a people's budget. It is a budget premised on sustaining illegal borrowing and a government continuing its impunity on us. I urge Kenyans, I urge Parliament to completely reject this finance bill. Kenyans can no longer. Na watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kujionea, kwa kweli wananchi wanaendelea kuipinga, wanaendelea kuikataa kwa sababu kuna mambo ambayo yamependekezwa ndani ya huo mswada wa fedha ambayo yatakuja kufanya maisha yakuwe magumu zaidi, yatakuja kuongeza taxation, yatakuja kupatia mashirika kama vile KRA ama organization kama vile KRA zikuwe na uwezo wa kuchukua pesa kwenye M-Pesa yako, kwenye banki yako, kama kwa njia moja ama nyingine utashindwa kulipa ushuru ama kulipa tax. So unaona watazamaji wangu, sijui nyinyi kuna yapi ya kusema, huku wananchi wakiendelea kujiandaa kujitosa tena kwenye maandamano ya tarehe 25 mwezi huu wa 6, siku ya ukumbusho ama kuwakumbuka wenzao ambao waliaga dunia wakipinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha nakumbusha tena ujiunge nami hapa BMT Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, tutakuwa na vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.